Habari zenu Tanzania. Nimeona mmechimbwa biti na huyo msemaji sio na nani wa Jeshi la Wananchi, JWTZ. Sasa ni hivi, kama nilivyowaambiaga kwenye yale maandamano ya kwanza, niliwaambia siku zote viongozi wa juu wa jeshini siku zote huwa ni washenzi tu, sio Tanzania tu, huwa ni washenzi. Lakini nikawaambia hawa wanajeshi wa chini wako na wananchi. I think siku ya maandamano tuliona wanajeshi wa chini hawakushiriki ushenzi wa polisi, hawakushiriki kwenye mauaji ya polisi. Sasa naomba niwaambie hiki kitu ambako sikuambiaga before. Kwenye yale maandamano, jeshi la wananchi, wanajeshi walikuwa na orders za shoot to kill kama ambazo walikuwa nazo polisi. Zile order na wanajeshi walikuwa nazo, na wao waliambiwa waue watu, lakini wanajeshi walidefy orders. Ili ni kama Tanzania mko mjui, they defied the orders. Lakini yale mauaji Samia, Mkunda, yani walitaka yawe ni mauaji makubwa zaidi. Ni kwamba tu wanajeshi walionyesha restraint, yani walikataa kushiriki yale mauaji. Same as this time. Hapo atasema tu hatutoshiriki, sisi tutawachukulia hatua. Hakuna, wanajeshi hawatoshiriki. Kama last time hawatoshiriki. Na kama mnakumbuka, kuna video ambayo nilifanya baada ya Oktoba 29. Kuna video nilifanya nikawaambia yani mtafaruko uliopo ndani ya vikosi vya usalama Tanzania. Naambieni ushenzi wowote yani wakijaribu kufanya this time, watapambana wenyewe. Vikosi vyombo vya usalama watapambana wenyewe kwa wenyewe this time. Nawaambia watu wana hasira ndani ya hivyo vikosi, lakini mwisho wa siku lazima tutoke, ndugu yangu. Hatuwezi kukubali kuuziwa uoga, lazima tu fight, kwa sababu hichi ndio kitu ambacho wao wana hope kwamba watutishie tukae ndani, tuache wao waendelee kushikilia nchi bila ridhaa ya Watanzania, watunyime haki zetu. Kura zetu hazina thamani tena. Ufisadi, uwizi, wanajiweka wenyewe madarakani. Yani hatuwezi hata kuchagua, yani hatuwezi kuchagua kiongozi wa aina yoyote. Hatuwezi kukubali. Sasa hivi nchi imeshikwa na watu wawili, Kikwete na Samia. Hao ndio wanatuua